Jamani, mwanamke mwenzangu, tulijifunza siku za nyuma kidogo kwamba habari ya kumbuka tulikotoka inakuwa ni tatizo. Siku zote historia ipo kwa kusudi moja tu, kutufanya tujifunze kutoka yale yaliyopita ili tusirudie makosa tunapokwenda mbele. Lakini mwanamke mwenzangu, unasemaje kumbuka tulikotoka ili kumlazimisha huyu mwanaume aishi kama mtumwa? Unasemaje kumbuka tulikotoka lakini lengo ni huyu mwanaume aishi kama mtumwa? Mimi nakwambia mwanamke mwenzangu, huyu mwanaume ambaye ulianza naye akiwa kwenye hali ya kukosa, hana pesa, mkaanza kwenye hali ya chini. Huyu mwanaume ambaye alikuwa siku zote anakusifia kwamba wewe ni mwanamke bora, wewe ni mwanamke mzuri, anakukumbatia, anakufariji ukiwa na majasho yako, umetoka kwenye kazi fulani ngumu ambazo ulikuwa unazifanya akiwa hana ajira. Mwanaume huyu ambaye leo sasa amefanikiwa, unaona kama anakutoroka, anaenda kufuata wanawake wanaopaka lipstiki, wanaopaka wanja, wanaofanya makeup, wanaovaa viatu virefu. Unaona kama anakutoroka, lakini sababu yake ni kwamba wewe unataka akumbuke mlikotoka, mrudi nyuma. Na kusii tena mwanamke mwenzangu, toka huko nyuma, huko mlikotoka mmeisha toka mama. Mlikotoka mmetoka, mko hapa leo. Safari ni kwenda mbele. Safari ni kwenda mbele, kugeuka nyuma mwiko, usije ukageuka jiwe. Huyu mwanaume ambaye alikuwa anakukumbatia ukiwa na majasho na kukwambia nashukuru, yani unanihifadhi nikiwa sina kitu, ninaheshimika hapa kwenye nyumba kwa sababu mke wangu unaleta pesa, anakukumbatia hivyo hivyo na majasho yako. Huyo mwanaume leo akiwa na hela, kumtaka akukumbatia ukiwa na majasho, kumtaka akusifie kwa sababu umefanya kazi kwa bidii, akusifie kwamba wewe ni mwanamke bora, ni mwanamke mlembo, kwake yeye inakuwa ni kama ufungwa. Yani kwake ni mateso. Ukitaka kusifie, kama atakuwa anakukumbatia na majasho yako, kwake ni atajiona kama yuko kifungoni, atajiona yuko jela, atajiona yuko kwenye mateso. Kumbe wewe toka kule mlikotoka mama, toka mlikotoka, mmesha toka kule. Mko hapa, nendeni mbele. Badilika mama, tembea na nyakati mama, kila jambo na wakati wake mama. Badilika wewe. Njoo hapa, mtoke hapa, mwende mbele wote. Kama yuko mwingine anampenda kwa sababu kapaka makeup anapendeza, angalia jinsi unaweza kupendeza. Angalia unavyoweza kupendeza. Wewe ndio mzuri, alishakuchagua. Angalia jinsi unavyoweza kupendeza, toka hapa. Tena wengine wananungunika wanaume kwa sababu hela anakupa kiasi unachotaka. Nguo ananunua, anafanya kila kitu unachokitaka. Tumia hizo hela, usiziogope, zitumie, pendeza. Kama unaweza makeup, kajifunze makeup, paka. Pendeza, nukia vizuri. Ishi hapa leo, usiendelee kufanya zile kazi ulizokuwa unafanya, usiendelee kufanya. Omba mume wako akuwekee sasa wafanyakazi, akuwekee mmoja wa ndani, mwingine wa kwenye bustani nje, mwingine wa kwenye kuku, mwingine wa kwenye biashara. Wewe unakuwa msimamizi, unatakiwa sasa uwe hapa. Unatoka hapa na mume wako, mnakwenda mbele. Usimwambie kumbuka tulikotoka. Kama wewe unataka kulazimisha mume wako arudi utumwani, sio rahisi yeye akubali mama. Utabaki kule peke yako, mwenzako atabaki hapa, atatafuta wengine, ataenda mbele. Wanaume wengi wenye akili nzuri hakufukuzi kabisa nyumbani, ila ataenda kutanua na wale wanaopaka makeup waliopendeza, alafu anarudi hapa nyumbani. Kitu ambacho kwako sio kizuri. Kama unapata ugumu mwanamke mwenzangu mwenye umri kama wa kwangu, miaka 50, miaka 45, miaka 55, njoo tuongee. Inawezekana kabisa kutransform na kubadilika kuwa vizuri kabisa. Inawezekana.